mpaka wawili. Kwa tukaonekana wanyonge. Tungechukua mmoja. Ya sasa tungechukua mmoja tunafika pale sisi ndio tunaonekana kama ndio tuna matatizo. Tukapata wawili. Tunafika pale tunavyoongea nao unaongea kwa jeuri. Sawa kiburi. Kwa kiburi sasa. Kwa kiburi. Kiangalia. Ya, atakimbia sasa tuonekana wanyonge. Akikimbia tutaonekana wanyonge. Nishike nimshike mimi wewe. Nishike. Wewe sasa. Hapo sawa. Hapo sawa. Kwa hiyo mmoja tutaonekana wanyonge. Twende na wawili. Basi limeisha hilo, mimi nakuaminia sana. Pale ndio unapojua confidence. Alafu najua wewe una baraka sana. Unaona sasa? Kaisha kunya huyu tayari. Ndio baraka zenyewe hizo. Ndio baraka hizo. Haya, nilikwambia mvarishe mfuko. Atafika. Huyu anafika. Wewe tembea na kaira kidogo. Kapo kadogo. Ya kano hapa. Mko wapi? Mama Zawadi. Njoo na mwanao, hivi vitu tena mmeweka hapa, wageni karibu wanakuja. Tunamaliza nini? Njooni hapa. Kiokote hicho. Maisha yanatofautiana, ndio maana kufuga bata. Kidogo nilikuwa namnang'anisha aonekane. Ukifuga bata unajenga tu banda, chakula enda kujitafutia. Si umeelewa? Wangu si lazima nipendeze. Nisikilize mwanangu. Tuache yote yale. Unaona mimi mwanzo nilikuwa sipo na wewe kutokana na yale mambo yalotokea. Sasa nimeamua kurudi kushikamana ili lipite. Nyinyi tena mnamnani huko. Mimi wamenipigia simu tu washashuka kwenye daladala. Atende basi. Ngoja kwanza mke wangu, ngoja. Subiri basi tende. Subiri. Lazima tuteleweshe. Ile siku tulikuwa tunaisubiri Mama Zawadi ndio hii. Ndio maana nilikuwa namng'arisha huyu ang'ae. Muongeaji ni baba tu. Tusitiane aibu. Haina shida. Mwanangu, behave. Unajua maana kubehave kwa Kiswahili? Kuwa na adabu mbele za watu. Hata kama una tabia za ajabu kazionyeshe ukishaolewa. Maana tayari mzigo. Mume wangu gauni nzuri. Na hili gauni Nimependeza. Umependeza mwanangu. Kuna mtu nilikuwa namdai 120,000. Niko radhi nikachukua ile gauni kwa 90,000 kuona mdai hela ilobaki. Ili wewe upendeze mwanangu. Mama yako kapendeza. Wewe upendeze. Hata wageni wakikuona. Na usoni? Uso wangu. Hamna uso wangu. Uso wako. Wewe hujafanana na mama. Upate mtoto kama usula kama yake huyo. Hebu nisikilize. Tunabishana. Simama. Hebu njoo. Mimi sijafanana na baba. Anajifananisha. Sawa. Uso mama yako, miguu yangu. Tumemaliza? Twendeni, tusitiane aibu. Narudia tena. Kaa hapo. Maika. Nitakuwa kuwasikone kwanza nione mimi mama yako ndo. Wakuone wewe wanakutaka wewe? Sasa kama tunamfichua mume wangu vipi? Kwanza nione mimi ndo kuja kumwona mtoto. Basi na nyinyi mtaanza kugombana mbele. Namwambia ukweli. Lazima kwanza nione mimi ndo je kuona wewe. Yaani siku kama ya leo ningekupo na yule kakaangu alifariki tungeipa hata nyimbo ya nyumbani. Hata unaweza kama sisi tukakusaidia. Kamjogolo jangu Hadija me. Hadija Pande si pande. Kamjogolo jangu Hadija me. Leo na furaha mwanangu, na furaha leo. Kamjogolo jangu Hadija me. Leo na furaha mwanangu, unaondoka. Bwana ana nini? Bwana gani hadi? No, kwani hujui dance? Hadi baba. Karibu sana. Hadi. Karibu. Tuko hapa pasa moto mitambo kidogo. Karibuni sana. Asante baba. Habari za mihangaiko sana. Mimi sihangaiki. Nyinyi ni wakwe, ni mwiko. Na huyu ndio binti ambaye nafikiri tutakaa hapa. Mungu atakasema. Sawa. Ndio mrembo tuliokuja tunafanya. Hapo kuna CD imenasa. Nitakuwa nimechanganya. Umechanganya. Ni huyu mama. Okay. Ndio mimi uniamkie. Shikamoo mama. Pole na kazi. Shikamoo. Hongera sana kwa kulea mtoto. Yako. Baba ya kusema shikamoo. Shikamoo. Asante baba. Hivi unavyoona unalingana na huyo? Sasa sijabeba nani? Baba, sisi kwa kweli tunashukuru kwa kutukaribisha. Sasa Kimira, tulikuja na hii mizigo, tunaomba tupige magoti. Hizi kwanza kwa baba. Huyu anaitwa Ngongove. Ni jogoo kwa kwetu ni Ngongove. Huyu dume ndo anashikwa na baba. Sawa. Au usishike kwanza mimi. Atie mama. Baba anashikaga. Ni mama anashika. Ni mama. Okay. Unasema anaonekana kana mikono.
Karocha ana uroa Maria. Aise, chambusa andaa kisu na maji ya moto. Kweli. Baba. Sasa Kimira hadi tumalize maongezi ndio wataweza kuchambuka na nini na chambuso. Nijue mimi vizuri. Baba. Ndio ni mwiko. Ndio kwetu hapo. Kimira kikwetu. Mpaka mkubaliane maongezi ndio mnaenda kuwachanganya na wengine. Mkichanganya hivi mbona watapeperuka? Tena kubandikia maji ya moto mume wangu. Mimi napiga bisu. Sawa, tukikubaliana maongezi. Sasa mtu washukuru, sisi tulitoka nyumbani mnamo tarehe 3. Sawa. Wakati tunasafiri tulipata changamoto kidogo ya safari, na huyu bwana alikuwa na matatizo. Historia yake kwa ufupi, maana anayetaka mtu mwenzake ni huyu bwana. Sawa. Wa kwanza alioa. Sema sasa lilitokea tatizo alipogombana na huyu. Amekaa peke yake kinyonge, analala na waza. Dada usirekodi. Haya mambo ya kisasa achana nayo. Hapana, sisi hatuwezi ni kumbukumbu. Hatuwezi kuongea kwa anachukua maneno yetu. Usirekodi baba. Maana nani usirekodi? Kweli. Nataka nirushe Instagram. Yaani ndio nini uko unafuga ng'ombe? Sisi huyu bwana alifungwa jela. Alipofungwa jela, alikaa jela miaka 9. Alikuwa jambazi. Wakati huo sasa, wakati anafanya ujambazi katika utafutaji. Tukamwambia peke yake sasa naondoka na safari wiki nzima naacha nyumba peke yake. Apate mwenzake. Ndio tumekuja hapa tuweze mtubarikie na sisi. Na nyinyi tumewaletea zawadi. Karibu baba. Sijaelewa kwanza. Huyu alikuwa nini? Sikia mama, zamani alikuwa jambazi. Sawa. Wakishaondoka nitakuelesha na ujambazi. Vunja benki mara 3. Yaani kweli. Katika utafutaji. Sema katika utafutaji. Katika utafutaji. Vifaa vya hospitali, kwa mfano hospitali ya rufaa pale Mbeya waliiba vitanda vyote vya mama vya kujifungulia hapo. Kweli kabisa. Kweli. Sawa. Sasa mimi kwa upande wenu mmehadisia vyote. Wewe ndo unaanza kuzungumza historia. Mimi nataka tu tunaweka nyumbani kamchanga kidogo mezani kwa ajili ya baba anapoongea. Mila na desturi. Mimi kwanza nashukuru vitu vyote nilivyoandikia mmetimiza. Asante. Mkaja wa babu, asante. Mkaja wa bibi, asante. Kilembwe, asante. Kujengea makaburi ya ukoo, asante. Kuleta udi, asante. Kuleta kaniki, asante. Na sanda, asante. Kwa sababu tumesema sanda hapo ndo tulikosa. Sanda tumesema kwa sababu inavyoonekana bwana harusi na bi harusi ataanza kutangulia bwana harusi. Na inavyoonekana bwana harusi wenu yuko karibu na kifo kuliko mwanangu. Kikawaida tu ukitizama kimtazamo. Huku maji ya jioni, huku maji ndio yanakupwa. Lakini baba. Mwache. Mwanangu nimeshakwambia acha kielele. Umepoteza ndoa 3 kwa haraka yako. Sasa na kiherere. Sasa wakati huyu bwana naona anaumia ili kafanywe supu muda si mrefu, mimi nilikwenda tu niwaambie. Sasa mimi nakwenda kwenye eneo muhimu sana, uzazi. Sisi familia yetu ina uzazi. Ina usawa. Yaani sisi ni wepesi, vizazi vyetu viko hivi. Viko wazi. Muda wote. Kwa vizazi vya kike vinashika mimba haraka, vizazi vya kiume vinaweka mimba haraka. Uzazi kwetu upo. Kwa hiyo nasikitika kutuambia kwamba kuambia mtatuacha wapweke. Huyu binti yangu tayari ana watoto 3. Baba, mbona unaharibu sasa? Mwanangu, tusikizane. Mwanangu, lazima tuseme, jamani, naomba tuelewane. Lazima tuseme ili kama akina kwenye ndoa asipopata watoto tujue tatizo liko kwa ndugu yenu. Huyu tayari ana watoto 3 na sisi tunapenda uzazi, tunapenda wajukuu. Au baba kweli. Kwa nini siseme mama? Baba unaongea sana. No, nani baba? Samahani kaa. Kaa. Lazima tuseme. Baba, wewe una uzazi mwanangu, mimi nakusifu. Sawa baba. Baba kila mtoto na babake. Sitisha. Nani? Baba. Hapana. Ngoja, shenga. Sitisha, twende. Baba. Sasa hapana. Mwache bata, achia. Mwache. Achia bata. Nani baba? Sisi nafikiri. Sitisha. Watoto 3. Sitisha. Ni mnamwangalia tu za mtoto wa kwanza unaangalia. Sitisha. Wa pili mnamwangalia. Unapokea bata ukare. Nimejua mnachukua bata mtuletee mbuzi. Bata wa nini? Sitisha, twende. Sasa sikiliza. Wewe unakuja hapo unatupokea. Kumbe unajua una wajukuu 3. Kwa hiyo umeweka kitu uchumi wa kwanza nako ulichukua bata. Sitisha. Yaani wewe ndio umeharibu wewe. Nini?
kumtangazia mtoto anamezaa watoto watatu, anatembea na wanaume watatu. Wakati sasa hivi watu wanaficha tunao. Mama wewe baada ya kunitetea sasa hivi ndo unanitetea. Ana watoto wangapi? Anaficha tunao kijijini asijua mjini ana watoto. Mwanao ana watoto wangapi? Ana ungesema toka kwangu mimi, kunijaribia kitu gani? Mimi uongo siwezi. Uongo uwezi wewe, yote unafanya mema. Mwanangu naye umewahi kuzaa. Shuka kwenye meza yangu. Hii meza sinikuja nayo mimi hapa. Sawa. Na watoto wako wanavoka nyumbani kwangu. Sasa hapa cha kufanya mwanangu, cha kukusaidia tucheze. Ngoja kwanza mali. Nisikize mwanangu, nisikilize kwanza. Ngoja kwanza mali. Toka kwenye kiti changu. Hasira hazijengi. Kwa ajili ya kule. Hasira hazijengi. Ngoja nikwambie sasa. Huyu mtoto. Nisikize mke wangu. Huyu mtoto, ngoja nikutoe unyoya. Huyu mtoto cha kufanya ili aolewe, kwenye kubeti kunaitwa boss team to score. Timu zote zifunge. Tumletee mwanaume mwenye watoto zaidi yake. Sitaki. Kwani umeambiwa mimi ndio ni kituo cha watoto yatima na lea watoto wa mtu mimi? Fungu yetu ya chumba. Inuka mama, tuangalie fungu ya chumba bwana. Fungu ya chumba changu. Yaani umri na chumba sio nyumba. Chumba itakuwa kafikie huyu. Tumeangusha barabara pale tulipo. Barabarani. Tutakuwa tumeangusha. Haya basi. Funguo, angalia vile. No comment.